kuja bandarini kuja kuangalia ufanisi wa kupakua mbolea na kuingiza ndani ya nchi, kwa sababu bei ya mbolea imepanda sana duniani. Ukiangalia kati ya mwezi Juni mwaka jana na Juni mwaka huu, bei imeongezeka karibia 50%. Huo ni mzigo mkubwa sana kwa wakulima. Kwa hiyo tunachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba hii bei haitaongezeka kuwa mzigo kwa wakulima, kwa sababu matumizi ya mbolea nchini sasa hivi ni takriban tani 700,000. Lakini tani 700,000 ni wale tu ambao wanaweza kununua mbolea na wale ambao wanafahamu umuhimu wa kutumia mbolea. Bado wako baadhi ya wakulima wanadhani kutumia mbolea inachosha ardhi, au kama waliwahi kutumia mbolea kwa njia ambayo sio sahihi, wameacha kutumia kwa sababu wanadhani mbolea haiwasaidii. Na vile vile wako wakulima ambao wanaona bei ya mbolea ni kubwa, kwa hiyo hawatumii mbolea inavyotakiwa. Sisi tungependa matumizi ya mbolea yaongezeke, kwa tungependa bei ipungue, na tunataka ufahamu uongezeke. Sasa ile ongezeko la bei ya mbolea duniani kwa kweli si zuri sana kwa maendeleo ya kilimo hapa nchini. Itasababisha gharama ya kilimo iwe kubwa, na itabidi ili uweze kununua mazao ya mkulima aweze kunufaika lazima bei iwe kubwa, na itaondoa ushindani katika shughuli zetu za kilimo. Kwa hiyo yapo ambayo hatuwezi kuyashughulikia sisi. 70% ya mjengeko wa bei ya mbolea iko nje ya uwezo wetu. Hiyo 30 ndio tunajaribu kuipunguza. Moja, tunajaribu kuongeza ushindani katika uingizaji wa mbolea. Ndio maana nilivyoenda kwenye mamlaka yetu inayoleta mbolea kwa pamoja kuambia kwamba zabuni waliotangaza waongeze muda na waitangaze kwenye balozi zetu zilizoko nje ya nchi na balozi za nje zilizoko hapa nchini, tuwe na makampuni mengi zaidi ambayo yanakuja kushindana kuingiza mbolea. Tutafanya hivyo, tunaamini kwamba itasaidia kuleta ushindani, pengine bei itapungua. Vile vile nimeanza mazungumzo, na leo nimefanya mazungumzo na balozi wa Saudi Arabia, mwakilishi wa balozi wa Saudi Arabia na balozi wa Qatar, ni nchi ambazo zinazalisha mbolea kwa wingi. Na nitaendelea kuengage mabalozi wengi kadri nitakavyoweza kupata miadi kupitia wizara yetu ya mambo ya nchi za nje, kuwashawishi makampuni yao kule mengi yashiriki kuleta mbolea hapa nchini, yalete ushindani na bei zipungue, na vile vile kwa muda mrefu kuwashawishi waje wawekeze hapa katika uzalishaji wa mbolea au kuanzisha vituo vya kugawa mbolea hapa nchini. Kwa hilo tunaendelea na zabuni imeongezewa muda. Tunaamini kwamba tutapata wadau wengi zaidi watakuja kushindana na tutapata bei nzuri zaidi. Lakini vile vile katika bei, hawa waagizaji wa mbolea walikuwa wanapenda kuagiza mbolea kwa wingi. Kama ni meli ije meli kubwa, alafu ishushe mbolea hapa nchini, baadhi ya mbolea hizo iuzwe nje ya nchi. Wakifanya hivyo, ile gharama inakuwa si kubwa sana, kwa sababu overhead cost inagawanywa kwa mifuko mingi zaidi kuliko gharama ya meli ndogo ambayo mfuko ule gharama unaingiza mle ndani. Na moja ambalo wametuomba tufanye na tushalifanya tayari, wamesema wanaomba vibali vya kuuza mbolea nje ya Tanzania vitoke kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kabla hatujafanya maamuzi, ilikuwa mkurugenzi hapa anapokea maombi, anapeleka kwa mkurugenzi wizarani, mkurugenzi anapeleka kwa katibu mkuu analeta kwa waziri ndio alikuwa anatoa kibali cha kufanya re-export. Sasa huu mchakato ulikuwa ni mrefu, kwa unaanza kukatisha tamaa, wanaona kwamba wanachukua muda mrefu kupata majibu, na wenyewe wanachohitaji kwamba walete mbolea kutoka nje, shehena kubwa sana, nyingine hapa waitenge wauze Rwanda, Burundi, DRC, Zambia na kadhalika, afu nyingine wauze humu ndani. Kwa hiyo tumeshakubaliana kwamba sasa hivi kibali anakitoa mkurugenzi mwenyewe, na karibuni atazindua utaratibu wa online. Yaani unajaza vibali tu unapata kibali, alafu alileta shehena yake ya mbolea anauza nje. Na yeye atakuwa ananipa tu taarifa kwamba ametoa vibali vingapi. Tutaangalia, tunaamini kwamba haitakuwa na madhara kwa upatikanaji wa mbolea hapa nchini, lakini tunahitaji ufanisi huu. Lakini nyingine wameniambia kwamba wanahitaji gharama za bandari tuziangalie, kwa sababu zinaongezeka mjengeko wa bei. Kwa mfano, meli ya mbolea ikichelewa kupata nafasi ya kushusha mzigo, ile gharama yote ya kusubiri anapelekewa kulima. Nimeongea na wenzetu wa bandari, wamesema tayari wanajaribu kufanya bidii kuhakikisha kwamba ikija mbolea meli iweze kuingia, ipewe kipaumbele, na wamesema wataliwekea mkazo hilo. Sisi chakula ni usalama wa nchi. Sasa silaha zikija hapa haziwezi kusubiri kwenye maji. Kwa hiyo nimeomba waangalie mbolea kama silaha ya kulinda usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo mbolea ikifika tu, ile meli ipewe kipaumbele haraka, iingie na kushusha. Kwa hiyo la kwanza. Lakini la pili, upakuaji. Hii mashine wameniambia ndio mashine ya kupakua, kwa sababu mbolea inakuja kama vile iko kwenye mchanga hivi.
inabebwa, inachotwa kwa kijiko, inawekwa kule juu, alafu inashuka, alafu inaingizwa kwenye mifuko, alafu mfuko unashonwa, unatolewa. Sasa kitu kimoja kuhusu bandari, na napenda kwa kweli niwapongeze sana, kulikuwa na changamoto kidogo ya kutokuwa na mashine hizi ambazo zinatumia kompyuta za kutosha. Tayari wameongeza na wamesema wako tayari kuongeza mitambo mingi zaidi, ikiwa ni pamoja na hili linaitwa hopper au grabber la kwenda kuchota na kuingiza huko, kuongeza ili kama kuna matengenezo isicheleweshe ushushaji wa mbolea. Tungependa uwekaji wa mbolea kwenye mfuko wote ufanyike hapa bandarini, kwa sababu usipofanya hivyo ina maana hili grabber hili litachota kwenye meli, litaingiza kwenye lori, linamwaga kama unavyoweka mchanga kwenye lori. Lori linatoka linaenda kwenye kituo kingine, linaanza kubeba tena na kuingiza kwenye mfuko. Ule muda wa kufanya vile unaongeza gharama, kushusha na kupakia na kushusha na kupakia unaongeza gharama. Gharama hizo zinaenda kwa mkulima. Kwa hiyo nimekuja hapa kuona wenzetu wamejipangaje. Mimi kwa kweli lazima niwapongeze bandari. Hata jinsi kauli zao tu zenyewe, nimeongea na management, wamesema kinachohitajika waziri tuambie, kama kuna cha ziada unachotaka tufanye tuambie, tutafanya. Kwa hiyo hongereni sana, na tafadhali mwambie mkurugenzi mkuu akirudi na mwenyekiti wa bodi kwamba sisi kilimo tunafurahi sana kwa mwitikio na kutukaribisha vizuri na utayari wa kufanya yale ambayo lazima tufanye kupunguza gharama. Kwa hiyo katika hiyo 30% ya bei ambayo tunazo tukai-control, tutapunguza sana tukiweza kuongeza ufanisi hapa bandarini kama ambavyo wanafanya. Baada ya hapo ni swala la kusafirisha mbolea kwenda mikoani. Njia nzuri sana kusafirisha ni treni, lakini lazima mzigo utoke kwa pamoja, upakiwe haraka na kwenda. Sasa kuna wengine wanatumia malori, wana malori mengi, kampuni imepata zabuni ya kufanya kazi hiyo, kusafirisha. Sasa mle ndani kuna VAT kwenye huduma ya kubeba mbolea, inaongeza gharama kwa 18%. Hilo kwa kweli ni swala la kuzungumza, sio swala la kufanyia maamuzi haraka sana, lakini tulishalibeba, tutazungumza na wenzetu kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Sasa nitoe wito kwetu sisi wote ambao tuko kwenye public service, kama wenzetu wa bandari walivyoonyesha utayari wa kushughulikia swala la mbolea kwa haraka. Sasa wote barabarani tunapowapiga mkono tukijua ni mbolea, tusiwa frustrate sana, na sehemu zote zile ambazo tunaweza tukawasaidia wanaosafirisha mbolea ziende kwa haraka, ziwafikie wakulima. Hilo namba 1. Namba 2, natoa wito kwa wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara dunia nzima. Njooni fanyeni biashara ya mbolea Tanzania. Ningependa nione wanatoka Qatar, wanatoka Saudi Arabia, wanatoka Kuwait, wanatoka nchi mbalimbali hasa zenye uzalishaji wa mbolea, waje wafanye biashara ya mbolea hapa, waongeze ushindani ili bei ishuke. Na Watanzania kuna biashara kwenye mbolea. Njooni tengenezeni fedha kwa kuagiza mbolea, na kwa sababu tena tumeongeza muda wake, njooni, ingieni, shindaneni. Kama tukichunguza tukiona una uwezo wa kuleta mbolea na bei yako ni nzuri, wewe ndio utapewa tena kuleta mbolea. Huko tunakoenda, pengine hata mambo ya bulk procurement tunaangalia kama tunahitaji ama la. Kwa sababu bulk procurement imekuwa kama cartel. Unakuta bei inapangwa sasa kupitia kwenye bulk procurement, alafu ndio bei elekezi inakuja kwa waziri, idhinisha bei hii ya kuleta mbolea. Sasa tunalichunguza hilo, tuangalie namna ya kuongeza ushindani. Tunahitaji kuongeza ushindani, mambo yaende vizuri zaidi katika shughuli hii. Lakini kwa kweli nimefurahi sana bandarini, na washukuruni sana, naomba wapongeze watu wote wanaofanya kazi hii ya mbolea. Tukumbuke tu kwamba tunasema asilimia takriban 58 wa Tanzania wanategemea kilimo kwa ajili ya ajira ya moja kwa moja. Lakini Watanzania wote asilimia 100 wanategemea kilimo kwa chakula. Kwa kilimo ni muhimu kihivyo. Na vile vile gharama ya maisha hapa nchini inategemea sana bei ya vyakula. Bei ya vyakula ikipanda, ina maana mshahara huo unaopata itasababisha maisha yao magumu zaidi. Kwa hiyo tunapoleta mbolea, tunapoongeza tija kwenye kilimo, tunajenga uwezekano wa bei ya mazao tunayouza hapa nchini ishuke, lakini kipato cha mkulima kiongezeke. Kwa hiyo mkulima anufaike, na si wengine ambao tunatumia kilimo kama chakula chetu tuweze kunufaika, na viwanda vyetu vipate malighafi kwa bei ya chini zaidi. Kwa njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba bei ya mbolea inashuka ni kuhakikisha kwamba kuna mbolea nyingi zaidi inaingia hapa nchini. Sasa ili tuweze kufanikisha hilo, inabidi hapa Tanzania tuwe ni hub ya fertilizer. Kwa bahati mbaya hapa karibuni Zambia ilikuwa inaleta mbolea kupitia bandari yetu hapa. Sasa hivi wanaleta kupitia Beira. Yule anayeleta mbolea kupitia Beira anaishusha mbolea pale nyingine kwa ajili ya Mozambique,
nyingine kwenda Zambia. Kwa hiyo matokeo yake overhead cost inakuwa shared na mzigo mkubwa zaidi. Kwa hiyo bei inakuwa si kubwa kihivyo. Tunataka warudi. Zambia walikuwa wanaingiza mbolea kupitia bandari ya Dar es Salaam. Tungependa wafanyabiashara walete mbolea kwa wingi, iingie hapa nchini. Sisi tutawarahisishia sana kuiondoa haraka wanapotaka kuipeleka Kongo, kupeleka Zambia, Burundi, Rwanda, Uganda, popote duniani wanapotaka kwenda kuuza. Ili hapa pawe ndio hub ya kuleta mbolea na ku-re-export. Hiyo ni hatua ya awali. Hatua ya pili, tunataka uzalishaji wa mbolea uongezeke hapa nchini. Tayari kuna kiwanda kinajengwa Dodoma. Yule wa Minjingu tumemwambia tutamlinda. Anafanya expansion. Sasa sisi tunataka tumlinde sana. Afanye expansion na aongeze ufanisi wa mbolea yake. Kumhakikisha kwamba ukitengeneza hiyo tutainunua hiyo kabla kununua ya nje. Anayesuasua kwa sababu pale kuna mgodi wa phosphate, tutahakikisha tunaalika mtu mwingine. Lakini ningependa yeye kwanza aongeze ufanisi, kazi iende mbele. Ili hapa pawe ndio hub ya kugawa mbolea kwenye nchi nyingine. Itatusaidia sisi kupata mbolea kwa bei rahisi kwa wakulima.